Leo katika video hii nataka nikupe maadui wakubwa watatu katika safari ya mafanikio. 3 enemies of success. Adui wa kwanza ni kukaa katika eneo ambalo umelizoea. Kukaa kwenye eneo ambalo umelizoea tunasema comfort zone. Kukaa kwenye eneo ambalo umelizoea bila kutaka kwenda nje ya box ni moja ya adui mkubwa sana wa mafanikio. Kuna kitabu nimeshawahi kusoma kinaitwa Dolphin. Yule Dolphin aliamua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Alikuwa anaishi kwenye sehemu fulani kadogo ka maji. Tunaviita stagnant water, ambao kwa lugha ya kijiografia tunaviita lagoon. Kwa alikuwa anaishi humo huyo Dolphin. Dolphin akaamua kwenda kuanza safari ya kutafuta maji mengi. Katika ile safari alichukua maamuzi magumu sana. Kwa safari yake alikutana na nyangumi, alikutana na shark, alikutana na samaki wakubwa wale ambao kwamba walimwambia, wewe kijana mdogo kama wewe unaenda wapi? Unaenda wapi kuanzia leo? Yaani kwa sababu uko unakoenda kuna maadui, mamba watakumeza. Mamba watakumeza. Akasema no, wewe tu niende bwana, wacha niende. Kwa hiyo kukaa kwenye eneo ambalo umelizoea ni changamoto sana. Lakini pili, katika pointi hiyo ya kukaa kwenye eneo ambalo umelizoea, kuna mfano wa chura. Chura unajua maisha yake mengi ni majini. Chura siku moja akakaa kwenye maji mpaka kitoka kiangazi maji yote yakaisha. Alipoangalia nje ya ile well ya kile kisima akagundua kwamba bado kuna mazingira naweza akapata chakula nikaishi. Akagundua kumbe kwenye sehemu ya maji tu sio tu ya kupata chakula na kuishi, bado kuna sehemu nyingine nje ya maji naweza kuishi. Kwa hiyo toka kwenye eneo ambalo umelizoea nenda eneo lingine pia. Pointi ya pili ambayo ni adui mkubwa wa mafanikio ni kukaa na vitu ambavyo havikusaidii. Yaani unakuta una vitu vingi sana lakini vyote ni helpless. Umevihodi, umevitunza, havikusaidii. Kwa mfano, umekaa na watu ambao unawaita ni marafiki zao. Lakini ukijaribu kuambia ndoto na malengo na matarajio ulionayo, hamna hata mmoja anayekuambia okay, unaweza na anza sasa. Nilikuwa namsikiliza mfanyabiashara mkubwa sana Jack Ma, Mchina huyo. Akasema yeye alipoanzisha Alibaba yake, wengine walimwambia kwamba akamwambia okay, wewe mbona hauna elimu yoyote kuhusu teknolojia? Hauna elimu yoyote kuhusu mambo ya kompyuta. Utaanzaje? Wengine walimwekea doubt nyingi sana, wengine walimkataa, wengine walimkimbia marafiki zake. Kisha anasema wale waliovumilia mdogo kwa sababu anasema aliona fursa kubwa kwenye teknolojia chini. Kwa hiyo unapokuwa unaanza jambo fulani, wewe angalia kila ambacho unakiona. Kwa hiyo kukaa na vitu